jambo ambalo kwa watu linaonekana ni jambo dogo, lakini ni neema kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Jambo gani? Ni jambo la maji. Maji, ndugu zangu, Allah ametuumbia maji. Allah amejalia asili ya viumbe vyote ni maji, uhai wa viumbe vyote ni maji. Kwa hii neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Kwa hiyo maudhui ya Sheikh ya khutba yake ilikuwa ni maji ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Tayib, Allah subhanahu wa ta'ala anasema waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun, tumejalia katika maji uhai wote unatokana na maji. Asili ya uhai wote ni maji. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema, anawaambia wanadamu, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Je, hamkuona maji ambayo nyinyi mnakunywa? Je, ni nyinyi ambao mmeiteremsha hii maji ama ni sisi? Swali la pili. Swali la tatu, lau nashau, tungelitaka tungelifanya maji haya kuwa yenye chumvi mno mkashindwa kuyanywa. Leo wanasema madaktari, mwanadamu anaweza akaishi na maji tu bila chakula, lakini huwezi kuishi bila maji. Ndio maana Allah akasema asili ya uhai wote ni maji. Angalia wakulima, wafugaji, wanadamu wakikosa maji wanapatwa na ukame, wanapatwa na shida, wanapatwa na njaa ambayo inapelekea kuangamia kwa watu, mazao na kila kitu. Na hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala anatuonesha sisi. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa anzalna min almu'sirati ma'an thajjaja, tukateremsha kutokana na mawingu mu'sirati, yale ambayo yameshajaa maji yanataka kukamuliwa, tumeteremsha yakawa maji. Kwa ajili gani? linukhrija bihi habban wa nabata, ili tutoe nafaka na tutoe chakula. Kwa hiyo mvua, maji ni neema kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu. Si hivyo tu, kwenye surat Al-Hajj Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat, maji ikigusa ardhi ambayo ni kavu inatikisika ardhi, kisha inapasuka na kutoa chakula ndani yake kupitia hii maji ambayo inatoa chakula kwenye ganda gumu hili jiwe, linatoka chakula. Ndio maana Allah akatuonesha neema ya maji kwenye Qur'an na akatuuliza juu ya maji kwenye neema ya Qur'an, kwenye neema ya maji. Kwa hiyo maji, ndugu zangu, neema kubwa. Mvua ni neema kubwa, lakini sisi wanadamu tunapaswa tuwe wenye kushukuru. Allah anawasifu mitume wake, amemsifu Nabiullah Nuh akasema innahu kana abdan shakura. Nuh alikuwa na tabia gani nzuri? Alikuwa na tabia ya kushukuru, tena mwingi wa shukrani, ndio Allah akamsifia. Pia Nabiullah Ibrahim Allah anasema shakiran li an'umihi ijtabahu, mwingi wa kushukuru neema ya Allah, ndio maana Allah akamchagua, ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim, Allah akamuongoza katika njia iliyonyoka. Tushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah anasema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mkianza kuhesabu neema ya Allah hamuwezi kufikia idadi yake. Huwezi kujua neema uliyokuwa nayo mpaka ikutoke. Hatuwezi kujua neema ya mvua mpaka ikatike. Leo mvua ikatika, umeme hakuna hapa, kwa sababu uzalishaji wa umeme unatokana na mvua, ambalo kwetu ni bwawa la Nyerere, ambayo hiyo isiposhuka mvua kule hakuna umeme, wanyama hawapati chakula, mazao hakuna, lakini yote kwa sababu ya maji ambayo wewe unaona ni jambo la kawaida. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimshika Muadh ibn Jabal akamwambia, Muadh, hakika nakupenda, wallahi nakupenda. Akampa wasia, akamwambia usiache katika mwisho wa kila sala kufanya nini? Useme Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, Mola wangu nipe nguvu, nisaidie katika kukushukuru na katika kukuabudu. Kwa hiyo shukrani nayo, kumshukuru Mwenyezi Mungu pia inahitaji shukrani kwa Mungu, kwa sababu si kila mtu anapewa upeo wa kufikiria kushukuru. Na Allah anasema wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum min adhabi la shadid,
mkishukuru nitawazidishia, mkikufuru na hamkushukuru basi adhabu yangu ni kali. Fadhkuruni adhkurkum, nikumbukeni nami nitawakumbuka. Washkuruni wala takfuruni, na mnishukuru wala msikufuru. Fashkuruhu in kuntum iyyahu ta'budun, mumshukuru Mola wenu ikiwa nyinyi kweli mnamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho Sheikh kamaliza khutba yake kwa kutaja hadithi ya Aisha radhiallahu anha. Anasema hali ya mtume alikuwa akiona wingu la mvua linakuja, alikuwa hatulii, anaingia anatoka, ni kama anapatwa na dhiki fulani na hofu fulani. Kisha mvua ikinyesha ikawa ni mvua yenye baraka na kheri, alikuwa akishukuru. Aisha akamuuliza Mtume Muhammad, kwa nini? Mtume akawa anahofia isije ikawa kama hali ya watu wa Nabiullahi, watu wa qaum Ad wa Nabiullahi Hud. Kwenye surat Ahqaf Allah anasema nini? falamma raauhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna, waliona wingu jeusi lile kule linakuja, wakasema nini? Hii ni mvua inakuja kuteremka kutupa baraka na kheri. Watu wa Nabiullahi Hud, qaum Ad, lakini walikuwa hawajui kwamba lile wingu ni adhabu kwao. Kisha Mwenyezi Mungu akatuma upepo akawagharakisha, na akatuma upepo ambao imewang'oa na kuwaua. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na hofu kwamba isije kawa ile sio neema, ni adhabu, isije kawa neema bali ni nikma. Lakini ikinyesha alikuwa mwenye kuvua nguo yake ya juu na kusudia kichwani, kisha anaacha mvua iguse mwili wake. Anas radhiallahu anhu akamuuliza kwa nini, akamwambia hii mvua innahu hadithu ahdin bi rabbi, hii mvua ina neema na baraka ndani yake, ndio imetoka kwa Mola wangu. Ndio maana mtume alikuwa akifungua mwili wake. Pia katika sunna au katika hadithi iliyokuja, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema sehemu mbili dua hukubalika wakati mvua ikiteremka. Mvua ikiteremka, Sheikh, ni sehemu ya kupokelewa dua, omba, kwa sababu mvua ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu. Na mtume alikuwa akiona mvua inanyesha, wingu au akiona wingu kubwa linakuja, anasema, anaomba dua, Mwenyezi Mungu tuepushie na shari ya hili wingu. Na mvua ikinyesha ikaanza kutoa maji, anasema Allahumma sayyiban nafi'a, Mwenyezi Mungu iwe mvua ya khairi yenye manufaa. Na mvua ilikuwa kikithiri, mtume anasema hawalaina la alaina, Mwenyezi Mungu ipeleke kwenye majabali, ipeleke katika mazao pembeni yetu, wala usilete ndani yetu, kwa sababu wingi wa mvua nayo nini? Ni adhabu, mafuriko na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuko katika msimu wa mvua, tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni mvua ya khairi na baraka. Atujalie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama anavyo lisha mazao, wanyama na ardhi, alishe moyo wetu kwa imani. Hadha wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.